Nawabariki sana. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kunisikiliza. Sasa watu wakawa wananiuliza swali, wajibu wa kanisa ni nini? Leo naomba nijibu wajibu wa kanisa katika taifa, kwa sababu pamekuwa na maswali mengi ambayo wakati mwingine tunakutana nayo, na hii ni kutokana na baadhi ya viongozi wengine wa serikali wamefika mahali wamesema kanisa lisiingilie mambo ya taifa. Lakini tukumbuke, na nadhani hawajasema kwa nia mbaya, ni baada ya kuona kwamba kanisa wakati mwingine na sisi tunaingiza contradiction, kunakuwa na mkanganyo fulani ambao unasababisha sasa tunaanza kuonekana ni watu wabaya. Lakini wajibu wa kanisa ni nini kwenye taifa? Ndio swali la muhimu. Tunaposema wajibu wa kanisa kwa taifa, kwanza, wajibu wa kwanza ni kuhubiri Injili ili hilo taifa kila mtu amwamini Mungu au ampokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huo ni wajibu wa kwanza. Lakini wajibu wa pili ni kushauri pale ambapo taifa linataka mashauri ya kanisa. Sasa utaniuliza, mtumishi wa Bwana, mbona sijawahi kuona hata siku moja viongozi wa serikali wakitaka? Huwa wanataka, hujasikiliza tu vizuri. Kuna wakati huwa wanataka ushauri wetu na tunawashauri. Lakini hapa katikati imetokea hawataki shauri zetu. Sasa sijajua ni kwa sababu ya makosa yetu sisi au ni makosa gani, lakini tuna wajibu sana wa kushauri pia pale ambapo tunaona mambo hayajakaa vizuri, na si tu kanisa. Kwa mfano, ni taifa kama ile Tanzania, kumbuka ni taifa ambalo halina dhehebu, halina dini, haliongozwi na kanisa wala haliongozwi na msikiti wala haliongozwi na sinagogi wala haliongozwi na chochote, ila isipokuwa linaongozwa na katiba yake. Sasa sisi watumishi wa Mungu au na viongozi wa dini pia wana wajibu wa kuweza kushauri pale wanapoona kuna mambo hayajaenda sawa. Kwa nini? Kwa sababu hao viongozi wa dini pia wana watu. Kuna dini siku hizi Tanzania mpaka dini inaitwa dini ya wapagani. Kwa hiyo na wao wana watu. So kwa namna hiyo ambavyo wana watu hao, maana yake wana jambo la kuweza kushauri. Sasa lile ambalo wanalishauri ni zuri, lile ambalo wanalishauri linaweza likawa zuri, lakini pia linaweza likawa baya. Sasa je, mwingine anasema leo hii viongozi hawako tayari kabisa kupokea ushauri. Ushauri sio lazima upokee. Sisi tunaweza tukatoa tahadhari na ushauri. Ndio maana hata unabii huwa tunatabiri. Kuna watu wengine wanasema hao wachungaji hao mitume manabii wanatabiri sana. Kutabiri kwa nini? Kutabiri tunatoa kile kitu ambacho Mungu ametuambia tuseme. Tunakueleza. Sasa tunapokueleza, tunaweza tukakueleza kama unabii unaokuja kwako kama onyo, unabii unaweza ukaja kwako kama maelekezo. Sasa ni kazi ya wewe kuchukua huo unabii au kupuuza huo unabii, sio kazi yetu. Sasa mwingine anasema kwa nini huo unabii wakati mwingine hautimii na nini na nini? Watu wengi hawajui lugha ya kinabii. Siku nikiwa na muda nitakufundisha lugha ya kinabii. Huwa ni lugha ya ajabu sana, kwa sababu lugha ya kinabii hakuna unabii ambao utimii, ila lugha za kinabii huwa ni za ajabu, kwa sababu nabii anaweza akaona mtu fulani anakufa, wewe ukakaa unasubiria anakufa huo mwezi, asife huo mwezi, akaja kafa baada ya mwaka. Sasa si tutasema tayari hapa huyu nabii ni nabii mwongo, nabii hujatimia. Lakini si kwamba nabii hujatimia, ni kwa sababu ya tafsiri za nabii. Lakini nabii katika kuwasilisha ujumbe wanatofautiana. Kuna mwingine anauwasilisha katika hekima moja ngumu sana, anatoa kama mfano, anasema kwa mfano mtu fulani moja mbili tatu. Kwa hiyo wewe unahisi ni mfano, kumbe mwenzako ndio alishasema kile cha Mungu ambacho kipo kimesema. Sasa ni vizuri sana kuzielewa lugha za kinabii. Siko kwa hilo somo, ila jambo langu ni kwamba je, tuna haki wajibu wetu kama kanisa kwa taifa ni nini? Nitakwambia ni kushauri, kuombea, lakini kulihubiri hilo taifa. Huo ni wajibu wetu. Sasa mwingine anasema mbona tunaona kuna watumishi wanakemea? Of course, kukemea maana yake ni nini? Kukemea inaweza ikawa ni ushauri. Unajua kuna mtu anaweza kushauri akiwa anakemea kulingana na wito wake alionao. Tunatofautiana. Kwa mfano, mara nyingi mimi huwa ninasema mimi kama apostle, Mungu hajanipa neema ya kukemea wafalme. Kukemea wafalme, hiyo neema sijapewa. Lakini kuna wahubiri ambao nawajua, wengine ndani ya nchi, wengine nje ya nchi, wamepewa mafuta ya kukemea wafalme. Sasa hawa watu usiwaige, kwa sababu hawa watu wana aina ya mafuta. Hawa ni kina Yohana kwenye taifa. Kina Yohana kwenye taifa unapaswa waache wafanye kazi yao ya Yohana. Wala wewe usiwakosoe na usihangaike nao. Lakini usimuige Yohana. Usimuige mtu mwenye huduma ya kukosoa. Ukijichanganya
ukachukua, kwa mfano kuna baadhi ya wazee hapa ambao usije ukamwiga yule mzee, msikilize na mheshimu. Kuna wazee wawili ambao nawakumbuka kwenye hili taifa, usimwige kwenye huduma, labda Mungu awe amesema na wewe na hiyo huduma amekupa. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Kakobe, usimwige. Huyu mzee ni hatari sana kwenye huduma hiyo. Kuna mzee mwingine anaitwa Mzee Gwajima, Askofu Gwajima. Huyu mtu usimwige, kwa sababu huyu katika hiyo hali ameshapambana vita nyingi. Na wala mimi toka kwanza Askofu Gwajima mimi namjua kwa vita. Na kwa vita za wafalme, za kupambana na wafalme. Mimi ndio namfahamu. Na watu wengi pia mmemtambua kwa hiyo. Sasa huyu mtu ni aina ya huduma yake, alafu angalia kuna vita gani alishapoteza. Hajawahi kupoteza bato hata hivi. Niliwaambia miezi ya nyuma sana hapo, ilikuwa ni mwaka jana, nikamwambia, nikasema na baadhi ya watu wakasema, mtumishi wa Mungu unamtajaje Gwajima sijui namna gani. Nikamwambia huyu mtumishi wa Bwana anapotoka kwenye vita alionayo, mpaka sasa hivi tunapozungumza na vita, na mimi naongea tena, akimaliza hii vita alionayo, lile kanisa ndio linapasuka. Sio linapasuka kwa kusambaratika, linapasuka kwa watu. Yaani ndio linaenda maradufu. Mimi niko hapa nakwambia linaenda maradufu. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu kila anachokifanya huwa mafuta ya Mungu yako juu yake kumsaidia. Sasa wewe mwenzangu na mimi ukafanya ile huduma kwa kuiga, kitakachokikuta wewe ni kizito. Utajikuta umepoteza kila kitu, umeharibu kila kitu, kwa sababu sio mafuta yako. Kwa ni muhimu sana tukaheshimu mafuta ya watu na tukajua kwamba kuna watu ambao Mungu amewekea mafuta kama yale. Ndio maana yule mzee, mimi binafsi siwezi kusema chochote kwake, kwa sababu ninaelewa yale mafuta aliyoyabeba ni mafuta ya namna gani. Ninafahamu hicho kitu. Haya, naomba nikupe mwingine ambaye naye aina yake ya mafuta. Unamjua mzee, kuna mzee anaitwa Mzee Moses Magembe. Huyu mzee ana aina ya mafuta ya makemeo, lakini sio kwa wafalme. Ana aina ya mafuta ya makemeo, lakini sio kwa wafalme. Yule anakemea sisi sasa, anakemea wachungaji, anakemea maaskofu, anakemea mitume, anakemea manabii. Huyu ana aina ya mafuta yake ya kukemea. Sasa yule ukachukua ile injili yake au ukachukua ile aina yake na wewe ukaiingiza kwenye maisha yako, ukataka kwamba sasa ninaiga huyu mzee. Nataka nikwambie wewe mchungaji, wewe mtume, wewe nabii, hilo kanisa hakuna mtu atakayekaa na wewe. Lakini nenda pale kwa yule mzee, maelfu ya watu wamejaa pale wanamsikiliza. Unajua ni kwa nini? Aina ya mafuta aliyoyabeba yanamruhusu kusema yale, kwa sababu ni kitu ambacho amepewa na Mungu. Na Mungu hivi vitu amevitoa kwa namna tofauti kwa ajili ya kujenga mwili wake. Ametoa kwa namna tofauti kwa ajili ya ufalme wake. Kwa hiyo usiige huduma, wala usiige mtu fulani anafanya hivi, kwamba mtu fulani anakemea ufalme na mimi nikemea ufalme. Mtu fulani anakemea watu kwenye kanisa na mimi nikemewe. Mtu fulani anafanya hivi na mimi nifanye. Hamna, usiige. Kila mmoja kuna kitu ambacho Mungu amempa. Hiyo ndio kitu ambacho unapaswa uzingatie. Yule mzee namfahamu, Mzee Moses Magembe, ana uwezo wa kukemea sio kawaida, mpaka unajiuliza inakuwa. Lakini nikwambie kitu, kama ukikaa chini yake akikukemea kwanza, unasikia furaha. Yaani badala ukasirike, unashangaa mbona kaniambia neno gumu, badala ukasirike unasikia furaha. Kwa nini? Nini kinakupa furaha? Ni ule upako, yale mafuta yanakuja moja kwa moja kwenye moyo wako, yanamwambia huyu mzee alichokisema ni matengenezo. Kwa hiyo unajikuta umekaa kwenye matengenezo kwa furaha na unaendelea mbele. Sasa hiyo katika kila huduma ni muhimu sana ukaelewa hiyo. Mungu akubariki sana.